katika fiqh ya Kiislamu kuna masharti ya swala yanagawanyika mara mbili. Kuna shurutu wujubi sala na kuna shurutu sihhati sala. Masharti ya kuwajibika kwa sala na kuna masharti ya kusihi kwa sala. Hili swali alilouliza ndugu yetu ni swali linaingia katika upande wa sehemu ya kwanza, shurutu wujubi sala, masharti ya swala kuwa ni wajibu. Sasa muislamu ambaye amekuwa katika amepoteza fahamu katika koma, kwa mfano ameingizwa chumba cha operation theater siku moja, mbili au tatu au zaidi au kidogo, fahamu ikampotea. Siku fahamu yake itakaporudi, je, anaqidhi sala au aqidhi sala? Ndio swali la ndugu yetu. Tukiangalia katika orodha ya masharti ya kuwajibika kwa sala, sharti la kwanza katika fiqh ya Kiislamu ni al-Islam. Sharti la pili ni al-bulugh, kubaleghe. Haya ni masharti ya wujubi sala. Sharti la tatu ni al-aqlu, akili. Masharti haya matatu wanazuoni wa fiqh wakati mwingine wanayaleta kwa mukhtasari, wanakuambia at-taklif. Na ukisikia neno taklif katika fiqh maana yake ni al-islamu wal-bulugh wal-aqlu. Sasa haya ni masharti ambayo yakiwepo swala inakuwa ni wajibu. Mmoja katika haya masharti yasipokuwepo, swala sio wajibu. Na ndio maana swala sio wajibu kwa mtoto mdogo ambaye hajabaligha. Si wajibu. Yu'mar bisala, mzazi wake anamwamrisha asali idha balagha 7 sinin wa yudhrab alaiha li10, lakini laysa ala annaha wajiba alayhi, la, yu'mar biha hatta yataawad alaiha. Anaamrishwa ili apate kuwa na uzoefu. Akijakuwa wajibu, inakuwa wajibu akishakuwa baligh, maana ndio sharti la kuwajibu. Na lingine ni al-aql. Sasa huyu aliyepotewa na fahamu, hana akili, kile kipindi ambacho alikuwa hana akili, kile kipindi chote swala kwake si wajibu. Idhan idha afaqa, ay idha raja'a ilayhi aqlu, akili yake inaporudi katika fahamu inaporudi, la yaqdi, haqidhi as-salawat al-fa'ita, zile swala zilizompita. Limadha? Li'annahu kana ghayra mukallafin, kwa sababu hakuwa mukallaf wakati ule. Limadha ghayr mukallaf? Ghayr aqil. Tumeelewana vizuri ikhwan? Kana ghayr aqil. Hivi alivyoeleza mzee wetu ndivyo inavyofanya kazi katika siyam kadhalika. Kuna wazee wengine mwezi wa Ramadhani ukifika ashapiswa, akili imeruka. Unakuta baadhi ya Waislamu wanapiga simu na wanauliza mambo ya kibaba. Hamna kibaba ikhwan. Hakuna kulipa kibaba. Kibaba ni ile fidia inatolewa ya yule mtu ambaye hafungi. Sasa baadhi ya Waislamu wanauliza, mimi na mzee mtu mzima, akili zake tayari zisha ana tena fahamu, sasa nimtolee vipi kibaba? Sheikh, mafi fidia. Lesh mafi fidia? Lano غير mukallaf. Sababu huyu mzee hana taklif ya kufunga siyam. Huyu mzee hana taklif. Kwa hivyo vile vile katika masala ya siyam, zile siku ambazo mtu katika koma akipata fahamu, la yaqdi hadhi salawat lianahu lam yakun mukallafan, hakuwa na taklif wakati ule. Ataendelea na swala za siku za mbele. Na vile vile swala la pili limeshikana kwamba wakati mwingine fahamu zinakuja, wakati mwingine fahamu zinaondoka. Kile kipindi ambacho fahamu zipo anaswali, fahamu zimepotea, tasqutu sala, swala inaanguka. Wala tumwambie sasa salatu dhuhuri ilikuwa imekupita kidhi, la, huwa ma kana mukallafan. Wakati ule yeye alipopitwa na swala akiwa akili hana, hakuwa mukallaf. Na unaqidhi ukiwa ni mukallaf peke yake. Idha kunta ghayra mukallafin la taqdi. Kama ulikuwa na kipindi wewe hukuwa mukallaf, huwezi kuambiwa ulipe swala. Na ndio maana leo mtu akaja akasilimu, jamaa amesilimu leo, ameingia katika Uislamu, ushasikia pale popote imam amwambia sasa wewe ulibaligha lini? Mimi nilibaligha miaka 5 mwenyewe. Sasa miaka 5 my friend, kuanzia leo utaanza kulipa swala. Ushawahi kusikia maneno haya? Ma yujad. Lesh? Lana aywa ma kana mukallafan, hakuwa mukallaf. Limadha ghayr mukallaf? Ma kana musliman. Wa min shuruti wujubi as-salah al-islam ya kwanza. Kwa hivyo wakati wote ambapo mtu si mukallaf, la yutalab bil qada, la yutalab bil qada. Naam, isipokuwa murtad. Murtad
akiwa amertadi muislamu, ametoka katika dini ya Uislamu, akakaa miaka 10, after 10 years akaona tena uongofu wa Uislamu na hidayah, akarudi katika Uislamu. Huyu sasa murtad, idha rajaa ila alislam, huyu ndiye ambaye anaqidhi sala za miaka 10 zote, yakdhiha wujuban, yakdhiha. ليش يقضيها؟ ها؟ نعم؟ تأديبا؟ لا، ليس تأديبا، لأنه ليس كافرا أصليا. هو ليس كافر أصلي، هذا مرتد، كان مسلما ثم خرج من الإسلام. نعم. فهو ليس كافر أصلي، na hii hukumu inafanya kazi kwa kafir asli fakat ambaye lam yasbiq lahu al-islam.